الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء، صلوات الله وسلامه عليه. وارض اللهم عن أصحاب النبي الذين كانوا بالليل رهبانا عابدين وبالنهار فرسانا مجاهدين. وارض اللهم عن التابعين وأتباع التابعين وعن الأئمة المهديين، واحشرنا معهم يا ربنا يوم الدين. وبعد. الحاضرون، baada ya kumshukuru Allah na kumtakia sala na salamu kipenzi cha umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tupo ndani ya masiku 10 matukufu, masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaapia wal fajri wa layalin ashri. Lakini masiku haya yapo ndani ya mwezi katika miezi mitukufu, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea juu ya miezi mitukufu ambayo ni minne: Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Lakini ukitoa miezi mitukufu, kuna miezi ya hija. Alhajju ashhurun ma'lumat, kwamba hija ina miezi maalum na miezi yake ni Shawwal, Dhulqaada na Dhulhijja. Na baadhi ya wanawachuoni wanayaarifisha yale masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, ambapo watu wa masjidi hii, viongozi kwa kushirikiana na waumini wao, Mwenyezi Mungu awabariki na wajaze kila la kheri, wameonelea katika kipindi hiki kuwe na mihadhara inayoweza kuzungumzia mada mbalimbali zinazohusu ibada ya hija. Lakini mimi leo nimetakiwa niseme ama nizungumzie falsafa ya ibada ya hija na hikma yake. Falsafa ya ibada ya hija na hikma yake. Hii falsafa na hikma kana kwamba vile ndani yake kuna atfu tafsiri, kana kwamba kuna atfu tafsiri. Maana kutafuta msamiati mmoja ulionyooka wa falsafa ni shida kidogo, na walio wengi ukitueleza habari za falsafa
bado tutajiuliza falsafa ni nini. Kwa hiyo hata tunapozungumzia falsafa ya ibada ya hija, hiyo falsafa yenyewe ni nini? Wasomi wanatuambia neno hili falsafa limetokana na asili ya maneno mawili ya Kiyunani au Kigiriki, filosofia. Kwa maana tunapozungumzia falsafa tunaizungumzia filosofia, na maneno haya yalipatapo kuchukuliwa na kuwa msamiati maalumu unaohusu matukio maalum. Kuna kisa ambacho hatukijui kuthibiti kwake, lakini kimeelezwa kwamba katika maelfu ya miaka yaliyopita, walipatapo kusafiri Wayunani watatu kuelekea mashariki ya mbali huko. Katika wale watu watatu kuna mmoja, yeye alikuwa ni daktari wa mifupa, ni daktari wa mifupa. Walitembea katika safari yao, walipofika mwituni wakakutana na mifupa ya simba aliyekufa. Nyama zote zimekwisha oza, zimeshapakatika, hazipo mwilini, na ile mifupa kwa kiasi fulani imeanza kuzagaazagaa. Yule daktari akataka kuweka kambi pale ili kuikusanya ile mifupa ya simba na kuirejesha kama ilivyo. Mmoja kati yao lilimchukiza tukio hili. Kwa nini tusiendelee na safari yetu? Nini kinachotuweka hapa? Wale wenzake wawili wakachukizwa na ukaidi wa yule mtu. Yule bwana ikamjia fikra ya hekima, akaona hapa nisipotumia busara na hekima nitakosana na hawa watu na wataniacha upweke polini. Nifanye nini ili niweze kuwa nao pamoja na nisiwe peke yangu? Nikubaliane na kile ambacho wanachokifanya. Basi akaonesha na ushirikiano, akakusanya mifupa. Yule daktari akaanza kurejesha mfupa mmoja baada ya mwingine, kuhakikisha unakaa sehemu yake. Pingili za mgongo, ipi ya kwanza, ipi inayofuata, kila pingili ikakaa sehemu yake, mpaka akakamilisha namna ya upangaji wa vile viungo vya simba. Sasa ikabaki kazi ya kumuinua yule bwana ambaye yeye aliamua kutumia hekima. Akafikiri akasema, hapa ya Mungu mengi, kwa kazi hii tuliyoifanya tunaweza tukamuinua alafu akawa simba kweli. Lakini hawa watu hawa ni wakaidi, watanielewaje? Alichokifanya kwanza, alianza kumsifu sana yule daktari kwa kazi kubwa aliyoifanya na utaalamu aliokuwa nao, na akamwambia, sasa wewe kaa pembeni, tuachie sisi wawili, huyu mwenzangu amuinue na mimi nipande juu ya huu mti mrefu huu, kwa sababu ikiwa Mungu akitusaidia akawa mzima, akipata uhai, akituona tumemzunguka, atakimbia huu. Sasa akikimbia, tutashindwa kupata kumbukumbu ya kihistoria. Kwa hiyo mimi nipande juu ya mti ili hata akikimbia kwa kuogopa watu, nijue amekwenda kujificha wapi, alafu tujue namna ya kumkamata. Wale wakasema, umeleta fikra nzuri sana, panda juu ya mti.
Akapanda juu ya mti. Baada ya kupanda, yule mmoja akainua kwa ustadi wa hali ya juu ile mifupa mpaka ilipokuwa sawa sawa, Mwenyezi Mungu akapulizia roho kwa simba yule, akawa simba kamili mwenye njaa kali, na wale watu wawili waliokuwa chini wakawa ndio chakula cha kwanza cha simba yule. Hapa yule bwana kule juu ya mti ndo alitamka maneno haya ya filosofia, maana yake ya kupenda hekima, kwa maana ile filo ni kupenda na ile sofia ni hekima. Kwa hiyo huyu bwana kutoka katika kisa kile alijivesha kwamba na aliazimia kwamba yeye katika maisha yake hatoachana na hekima, kwa sababu hekima ndiyo iliyomnusuru yeye kuliwa na simba yule. Kwa hiyo baadaye alibaki juu ya mti mpaka simba alipotokomea, alipokwenda naye akashuka akachukua njia nyingine. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuelezea falsafa. Kwa hiyo tunapozungumzia falsafa ya hija na hikima zake, kana kwamba falsafa ndiyo hikima yenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiweka Baitullahil Haram katika mji wa Makkatul Mukarrama, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkatan mubaraka. Baadaye alipokuja Nabiyullahi Ibrahim na kuinua misingi ya nyumba ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Nabiyullahi Ibrahim, wa'adhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu hija, waje waihiji nyumba hii. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, watakujia wewe hali ya kuwa wanatembea kwa miguu. Watakujia watu kutoka maeneo mbalimbali wakiwa wanatembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na wengine watakujia wewe wakiwa katika migongo ya farasi waliokonda. Yatina min kulli fajjin amiq, watakujilia wewe kutoka katika kila njia ya mbali kabisa. Katika aya hii Ibrahim alishangaa kwamba nitawaitaje mimi watu wa ulimwengu, tena ukizingatia jiografia ya watu wa Maka wakati huo haikuwa na wakazi, kwa sababu Nabiyullahi Ibrahim alimuweka Ismail na mama yake katika sehemu yenye ardhi iliyokame. Hata wakazi katika eneo lile hawakuwepo, isipokuwa baada ya harakati ya mama Hajar alipokuwa akimtafutia maji mtoto wake, akiangaika baina Safa wal Marwa, mpaka akaja akayakuta maji yanachimbuka miguuni kwake pale ambapo ndipo kilipopatikana kile kisima cha maji ya Zamzam. Ikawa katika eneo lile ndege hawachezi mbali, ikawa wameiganda anga ile ya eneo lile ndege, lakini mahala pale kuna Ismaili na mama yake. Mpaka wale watu wa Jurhum huko waliko, kutokana na ukame wao wa kuyatafuta maji, walipatikana wale wazee wenye ujuzi wa mambo,
baada ya kukuta makundi ya ndege yakiwa yanaelekea sehemu fulani, yanakwenda na kurudi, wakasema ndege hawawezi kuiganda anga kwa kiasi kile, isipokuwa chini yake patakuwa na maji. Ndipo wakasafiri, wanakwenda wanamkuta wanamkuta Ismail na mama yake, lakini kadhalika akiwa ana maji katika eneo lile anayamiliki. Watu wale wanamwambia mama Hajar kwamba tunaomba sisi tukae nawe katika eneo hili, na maji bado yataendelea kuwa maji yako. Kwa hiyo katika eneo lile, wakati huo, kabla ya watu hawa kuja, Ibrahimu anaambiwa waadhin fi nnasi bilhaji. Alipokuwa na mashaka juu ya hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, wewe kazi yako ni kuleta nidaa, na sisi kazi yetu kuifikisha sauti yako kwa hao watu. Na ndio maana leo kila ambaye aliyeitwa akikanyaga ardhi ya Maka, basi inatakiwa lazima aoneshe kwamba imeitikia ule wito, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Kwa hiyo amri hii alipewa Nabii Ibrahim kwamba awaite watu bilhaji yatuka. Hii ni jawabu al-amri. Yatuka ilikuwa yatunaka, ikaondoshwa ile nuni yake kama ndiyo alama ya jazmi. Yatuka, watakujilia wewe watu, rijalan, aina maana ya kwamba watu watakujia hali ya kuwa wanatembea kwa miguu. Wala kulli dhamiri yatina, ile ya kwanza ilikuwa yatuka, hii ya pili imekuja yatina. Ile ya kwanza ilikuwa inarudi kwa watu, yatuka, hao watu watakujia wewe, lakini mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatajangamia wala kulli dhamirin yatina. Ile nunu ni nunu niswa iliyopo hapa, yatina, kwa maana hii ni fi'lun mudari'un mabniyun ala sukuni litisalihi binuni niswa, kwa maana hao ngamia watakuwa wanachomoka hao min kulli fajjin amiqa, watu watakuwa wamewapanda, wanachomoka kutoka katika njia za mbali, wakija kuitikia wito huo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, nini hekima, nini falsafa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwakusanya watu katika eneo moja? Hekima yake ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza anatupa ishara kuwa yeye anapenda umoja, anatutaka watu tuwe kitu kimoja. Watu pamoja na kutofautiana rangi zao, lugha zao, makabila yao, lakini wakusanyike katika eneo moja, na hakuna kinachowakusanya illa kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Umoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wala takunu minal mushrikina alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin
bima ladaihim farihun wala takunu minal mushrikina, wala msiwe nyinyi miongoni mwa washirikina. Alladhina farraqu dinahum, washirikina ambao walio ifarakanisha dini yao, wameisambaratisha dini yao. Wakanu shia, kisha wakawa makundi makundi. Leo haji ama mahujaji wanapofika katika ardhi ya Makka, inatakiwa waache makundi yao, waache tofauti zao, waache itikadi zao. Muda wa kuwa wote wanatamka la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, basi wanatakiwa wawe kitu kimoja. Na katika mkusanyiko kuna mengi, watu watajadiliana hali ya dini katika maeneo wanayotoka. Kwa wale ambao wenye fursa ya kufikisha dini, yatatoka makundi katika maeneo hayo kwenda katika maeneo ambayo walipata habari katika msimu wa hija. Maeneo tunayotoka sisi huko hakuna dini na hakuna walimu wa dini. Yatatoka makundi na fikra ya kupeleka dini sehemu ambayo hakukuwa na dini, lakini taarifa ya kwamba dini huko hakuna waliipata wapi? Waliipata katika mausimul haji, katika viwanja vya hija. Ni falsafa kubwa hii. Maana leo tunaweza tukadhani kwamba watu wanaweza wakapata taarifa ya kwamba wapi kuna Uislamu, wapi hakuna Uislamu, kwa ajili ya kufuatilia mitandao ya kijamii. Lakini huko tulikotokea mitandao hiyo haikuwepo. Haikuwepo Facebook, haikuwepo YouTube, haikuwepo TikTok, haikuwepo mtandao wa aina yeyote, haukuwepo, bali hata hizo simu zenyewe hazikuwepo. Lakini katika mkutano huu ilikuwa watu wanapeana taarifa, lakini kujadiliana pia hata mambo ya kiuchumi. Maana hija si miongoni mwa malengo yake eti watu kule kwenda kutekeleza ibada tu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu, si vibaya kwenu nyinyi kutafuta fadlan min Allahi, an tabtaghu fadlan min Allahi. Na katika baadhi ya qiraa inasema an tabtaghu fadlan min Allahi fil haji, kwa maana watu wakikutana yawezekana wakajadiliana pia hata fursa za kiuchumi. Lakini sio kujadiliana tu, hata kufanya biashara itakayoweza kukuingizia kipato katika msimu wa hija, katika wakati wa hija, si dhambi. Kwa haji anaweza kufanya hivyo, na kwa asiye kuwa haji anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hija ina falsafa kubwa sana. Kwa hiyo kila mmoja anaacha tofauti zake, lakini tunapokutana Makka pia kuna kujifunza ustaarabu. Kuna kujifunza nini? Ustaarabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia kwamba hija ina miezi maalum, basi yeyote yule atakayeazimia kuhiji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji.
atakiwi kuzungumza maneno machafu, atakiwi kufanya vitendo vichafu. Haji atakiwi kuleta mabishano katika hija. Kwa hiyo yawezekana mtu alikotoka huko, wao ndimi zao wanazitumia ovyo ovyo. Maneno machafu ni kitu cha kawaida kwao, vitendo vichafu ni vitu vya kawaida kwao, mijadala, mabishano ni kitu cha kawaida kwao. Lakini akifika katika viwanja vya hija, anatakiwa ajizuie na mambo hayo. Mtu huyu kuna uwezekano wa darsa ile anayoipata pale akarudi nyumbani kwake akawa ni mtu mzuri, mtu mwenye lugha safi, hata kama alikuwa na lugha chafu kabla ya hija, mtu mwenye vitendo safi, hata kama alikuwa na vitendo vichafu kabla ya hija. Ni mtu ambaye yuko tayari kupokea maelekezo na hayuko tayari kuingia katika mbango, mizozo, mabishano kwa darsa aliyoipata hija. Lakini ukishafika katika vile vituo vya kuhirimia ibada ya hija, inatakiwa haji avae nini? Ihram. Kila mmoja, inawezekana kulikuwa na watu wana mavazi kwa mujibu wa tamaduni zao, kama ilivyokuwa kwetu. Tunajua Wamasai wana utamaduni wao wa mavazi, lakini tunatambua wa Nigeria wana mavazi yao, wa Senegali wana mavazi yao. Hata hizi kanzu, kuna kanzu tunasema za Kisaudia na kuna kanzu tunasema za Kiumani, lakini kuna mavazi ya Wahindi huko, Mapanjabi yale. Tukishafika Maka, kila mmoja anaacha vazi lake, wote wanavaa nguo ya aina moja, na hasa wale wanaume wanavaa ihram zao, amepiga msuli na rubega kama Wamasai vile. Tena hata kama ilikuwa kuna kiongozi, mfalme anayeheshimiwa na ana vazi maalumu la kifalme, akishafika katika haramu ya Makka, anatakiwa vazi lake aliweke pembeni, aingie katika ihram. Akishaingia, akiikanyaga ile haramu ya Makka na akaingia katika msikiti mtukufu wa Makka, mbele yake anaishuhudilia Kaaba, anatakiwa afanye tawafu alqudum, na watu wote watakuwa wanazunguka kuelekea kumoja wakiwa na ihram zao. Hii kuonesha kumbe ile tofauti yetu ya makabila, tofauti yetu ya lugha, tofauti yetu ya rangi, hii litaarafu, ili tu kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, mupate kutambuana, huyu kwa rangi hii na kwa wajihi huu, huyu ni Mchina, huyu kwa rangi hii na kwa wajihi huu, huyu ni Muhindi, huyu kwa rangi hii na kwa wajihi huu, huyu ni Muafrika huyu. Lakini wote tupo chini ya muumba mmoja, na wote tunatekeleza ibada ya aina moja, na wote tunaelekea kumoja, na wote tupo katika hali moja. Hajulikani nani tajiri, hajulikani nani mfalme, bali tajiri, mtawala na aliyetawaliwa wote wanakuwa katika daraja moja, wote wanakuwa katika daraja moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hekima zake hii ni kumfanya mtu asiwe na kibri, ajione kumbe yeye nafasi aliyokuwa nayo
ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala alizomneemesha tu, alizomfadhilishia yeye, lakini yeye na mwingine wote wapo sawa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wote wapo sawa sawa. Lakini kama hilo halitoshi, tukitoka hapo tunakwenda katika ile kumbukizi ya sa'i baina Safa wal Marwa. Wote ibada zile tunazitekeleza kwa mtindo huo mmoja. Sehemu ya kutembea taratibu tutatembea taratibu, sehemu ya kukimbia tutakimbia. Awe tajiri atakimbia, awe mfalme atakimbia, awe maskini atakimbia. Hija inaturejesha kwenye umoja. Hija inaturejesha kuwa pamoja. Sisi sote ni sawa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapaswa kuheshimiana na kuthaminiana. Asipatikane wa kumdharau mwenzake. Unamuona mtu wewe umepepesuka kidogo, umejikwaa, umemuumiza mtu ama umemkanyaga mtu, unamkuta yule mtu yeye ndiye anayekuomba radhi, ndiye anayekuomba radhi. Na wewe unayeomba radhi kujitazama ni mtu dhalili kuliko ni huyo anayekuomba radhi. Allah. Lakini udhalili ulioje! Na kila mmoja inatakiwa yeye ajijue kwamba ni dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pale tunapotekeleza ibada ya kumwomba yeye, imma ile tawafu, imma ni sa'i, ni kuonyesha kwamba sisi wote ni wanyenyekevu na sisi wote ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mahujaji wote inatakiwa wakusanyike katika viwanja vya Arafat wakiwa katika vazi la aina hiyo moja, katika viwanja vya Arafat. Kila mmoja anafanya la kufanya, lakini kuonesha kwamba sisi tumekuja hapa kwa sababu tumekuitikia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Maombi haya yanasemwa na kila mmoja. Hakuna mahala utakapopita ukapata ishara ya kuona hapa labda kuna mlinzi, labda ana mabodigadi, ana nini, kuna mabunduki. Hapana, wote wapo katika hali moja. Ikiwa Uislamu unatufunza haya, au ibada ya hija inatufunza umoja, inatufunza usawa, inatufunza kwamba sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sote ni kitu kimoja. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakuna haja ya kufarakana, hakuna haja ya kufarakana. Hapa tunapata elimu ili turudi katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote na wala musifarakane,
musifarikiane. Wadhkuru idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, nakumbukeni pale pindi mlipokuwa nyinyi ni maadui, Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akaziunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hapa wanakumbushwa wale Aus na Hazraj ambao kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenda katika ardhi ya Madina walikuwa siku zote wakipigana vita wao kwa wao, wakipigana vita wao kwa wao kwa sababu zilizokuwa dhalili, kwa sababu nyonge mno. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina akaenda kuunganisha nyoyo za watu hawa, wale Ausi na Hazraj wote akawafanya kuwa kitu kimoja, na wote akawaita kuwa wao ni nani? Ansar. Na wale watu waliohama kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wote akawapa jina moja, akawaita kuwa ni muhajiri. Kisha akaunda udugu baina ya wale Ansar wenyeji wa Madina na muhajirin wale wahamiaji wa Madina. Ikawa kila Ansar awe na ndugu katika muhajirin, ikawa wanagombea mahaba waliokuwa nayo Uislamu wakati huo, namna walivyokuwa wakipendana wakati huo. Sisi leo tumekuwa ni watu tunaochukiana, hatupendani. Ibada hii ya hija iturejeshe sisi katika mapenzi ya asili ambayo Uislamu ndio ulituweka katika misingi hiyo. Tusifarakane, tusifarakane kati ya Muislamu kwa Muislamu, asifarikane kati ya jirani na jirani yake, asifarikane kati ya mtoto na mzazi wake, tusifarakane kati ya ndugu na ndugu yake, kaka na dada yake, tuwe kitu kimoja. Mtume aliwaunganisha watu wakawa kitu kimoja, Waislamu. Kwa hiyo hata pale ilipotokea chokochoko ya kuwafanya watu hawa warudi katika yale ambayo waliokuwa nayo, ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakumbusha, anawaambia wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ikiwa haya leo sisi tunayaacha, lakini bado ibada ya hija inatufunza tuendelee kuwa wamoja, kama ambavyo katika maeneo yale ya haram inakusanya watu wa makabila mbalimbali, rangi mbalimbali, na wote wanaacha rangi zao, kabila zao, rangi zao, wote wanasema lugha moja na wote wanatekeleza ibada ya aina moja. Basi tujifahamu Waislamu, sisi lengo letu ni moja, hata kama tutatofautiana baadhi ya furua, lakini bado tuna lengo moja. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo tunaloweza kujifunza katika ibada ya hija, hekima zake
falsafa zake ni kuwafanya Uislamu kuwa kitu kimoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo kubwa, ni jambo adhim ambalo tunapaswa kulienzi na kuliheshimu na kulidumisha. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya kwa ratiba niliyopewa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipomwambia Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa'adhin fi nnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahu, ili wapate kushuhudilia manufaa yao, ili wapate kushuhudilia manufaa yao. Hii ndio inakwenda sambamba na yale ambayo tuliyoyagusia pale awali kwamba katika misimu ya hija watu pia watumie fursa ya namna gani watakavyoweza wao kujinufaisha katika dunia yao, pasi na kuisahau akhera yao, na akhera ndio iwe lengo kuu, lakini dunia nayo tusiisahau. Maana hivi leo kuna mamilioni ya watu wanaomiminika katika ardhi ya Makka, na wanapofika kule kuna mahitaji mbalimbali wanayoyahitajia. Fursa hizi wenzetu huko mataifa ya nje wanazitumia. Utakwenda kuonana huko na wa Nigeria, utakwenda kuonana na wa Senegal, unakwenda kuonana na Wahindi, wamelundikana kwa ajili ya kutafuta riziki zao. Kwa hiyo wale ambao wenye uwezo wa kufanya michakato ya kuweza kuzitumia fursa hizo pia wasiziache fursa hizo, liyashhadu manafi'a lahum. Afwa. Maana leo ardhi ya Maka ukienda ni ardhi kama tulivyoielezea, ni ardhi kame, lakini kila aina matunda, warzuquhum min athamarati, imefanya kazi. Ukitaka embe utaikuta, ukitaka ndizi utaikuta, ukitaka parachichi utalikuta, ukitaka chungwa utalikuta, vitu chungu mzima. Hivi vitu vinafikaje? Kuna watu wanatumia fursa ya kufanya biashara, lakini kuna wanyama wanaochinjwa. Tusiziache tu hizo fursa kwa wale watu wa Australia kule ambao wao wamekuwa ndio wafugaji wanaoleta wanyama wengi. Hizi fursa nazo pia zipo, na ndio maana hata ukitazama ile miezi yenyewe ya hija, miezi ya hija tumeambiwa inaanzia tokea mfungo ngapi? Mfungo mosi. Lakini ibada yenyewe hasa ya hija upatikana ndani ya haya masiku 10 hapa, ndio ibada yenyewe hasa. Kwa hii miezi mingine hii ni ya nini? Na sio tu huko, bali fursa hizo zitumike hata maeneo ya kwetu.
vipindi hivi tunavyoenda navyo, mbuzi wanauzwa sana, ng'ombe wanachinjwa sana, hatuwezi ufugaji hata biashara. Kwa hiyo hija inatufunza mengi sana, inatufunza mengi sana, lakini wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Miongoni mwa malengo ya hija, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia pia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku maalum, ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami, juu ya vile ambavyo alivyowaruzuku wanyama. Yule mnyama mwenyewe tu katika kumchinja utaje jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndani ya masiku haya Mwenyezi Mungu anatakiwa atajwe sana. Na sahaba baadhi yao walikuwa wanaenda masokoni katika masiku kama haya, wanaenda kuzianzisha takbira huko. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa atajwe sana katika kipindi hiki. Lakini Mwenyezi Mungu akatuambia, fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqira, na kuleni kutokana katika nyama hao mtakao wachinja. Hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika moja ya misimu ya hija alikwenda na wanyama wake. Baada ya kuwachinja, kisha akaamrisha ichukuliwe sehemu ya nyama kutoka katika kila mnyama, kisha achemshiwe. Baada ya kuchemshiwa akala kutokana na nyama ile. Lakini si amri ya kwamba ukishachinja basi lazima ule, bali inajuzu kula. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa at'imul ba'isa al-faqira, na walisheni wale marofa mafakiri. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunayojifunza hekima zake ni kule kuwa na huruma, kuwahurumia watu wasiojiweza. Tuwahurumie, tuwalishe. Ikiwa tutajifunza kuwalisha sehemu ya hivi tunavyovichinja, basi tutaweza pia kuwalisha hata baada ya msimu huu kupita. Kwa hiyo Uislamu unatufundisha kuhurumiana. Uislamu unatufundisha kuhurumiana. Isiwe kile ambacho Mungu alichokuruzuku ndio cha kwako ni haramu tena mwingine kugusa. Hapana, Uislamu haukutufunza hivyo. Kwa hiyo almuhimu, tukio hili la ibada ya hija hekima zake ni nyingi mno, ambapo kama tulivyoeleza, maana karibu katika kila tukio utakalolichukua katika ibada ya hija, basi litakuwa ndani yake kuna mafunzo, ndani yake kuna hekima ambayo tutakayoweza kuipata. Lakini sisi leo tumetakiwa tuzungumze kwa ujumla ile ibada yenyewe ya hija kwa ujumla wake, hekima yake ni nini? Nafikiri kwa haya matukio moja moja, mawili matatu, mmeshafaidika sana kutoka katika mihadhara iliyotangulia, na mimi nimeonelea kwamba niwaokotee nukta ya umoja. Waislamu tunatakiwa tuwe wamoja, tuwe kitu kimoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kama ambavyo tulivyodadavua katika muda mchache uliopita, kuona kwamba matukio yale ya hija yanatuweka wote katika nafasi moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutofautiani kati ya fakiri na maskini, hatutofautiani kati ya mtawala na mtawaliwa. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.